Kuna swali Sheikh, nini hukumu ya mtu ambaye anashiriki kutuma meseji ya kumvunjia kiongozi au mtu wa kawaida tu heshima yake na ikaendelea? Nini hukumu yake mtu wa namna hii akatuma meseji ya kumvunjia mtu heshima yake katika mtandao ambao ndio jambo la sasa hivi, au akashiriki kuisambaza? Naam, jazakumullahu khair. Ni swali zuri sana kwa mitandao ya kijamii. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tuelewe kitu kimoja. Mwanzo wa maudhui yangu nilizungumza Uislamu umekuja kulinda mambo matano muhimu. Mnayakumbuka nadhani. Heshima ya mtu, heshima ya Muislamu katika dini ya Kiislamu ni kitu kitukufu sana. Msalieni Mtume Muhammad. Na katika khutbatul wadaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye inasemekana kwamba ni kama usia wa mwisho kwa umma wake, baada ya kuwahusia mengi aliyowahusia, alizungumzia a'radukum, jiepusheni na heshima zenu, jiepusheni kuvunjiana heshima, jiepusheni kuvunjiana heshima, jiepusheni kuvunjiana heshima, mara tatu. Mara ngapi alirudia? Mara tatu. Allahu akbar. Kutomvunjia Muislamu mwenzako heshima yake. Heshima ya Muislamu ina thamani kuliko al-Kaaba. Ala al-habibi sayyidina Muhammad. Sheikh, aya masala ya watu kuwavunjia adabu heshima watu wanaona ni kawaida, kumbe ni dhambi mbaya sana. Wewe umetuma message ya kumvunjia mtu heshima yake, umeisambaza kwa grupu lako na watu 20. Wale wamesambaza kwenye magrupu yao yana watu 200, 300. Wale nao wamesambaza inafika mpaka kwa watu 1,000,000. Mtu kavunjiwa heshima yake, na wengine wameongeza na mengine zaidi juu ambayo huku yasema huko mbele huko, imefika kwa watu 1,000,000. Shekhe, siku ya kiyama wewe unakuwa ni muflis. Utamlipa nini huyu mtu? Yeye hana habari kabisa, anatembea kwenye jamii, amevuliwa nguo zake zote, anaonekana mtu wa hovyo kwa mambo ambayo umeyatunga wewe mwenyewe, kwa ushahidi unaofahamu wewe mwenyewe. Unakuja siku ya kiyama na swala zako na zaka zako na sadaka zako na yote ya kheri uliyofanya, lakini umemtukana huyu, umemvunjia heshima yule, umemsengenya yule, umerusha message kwa yule. Wote wale wanadai, watu 1,000,000 wale wote wamepata kuvunjiwa heshima kwa huyu mtu. Wewe utamlipa nini huyu mtu zaidi ya kumlipa matendo yako mema uliyofanya? Unakuja muflis Sheikh. Hata uombe tauba mara ngapi msikitini na istighfar nyingi tu, usamehewi, kwa sababu ni haki ya mtu. Mwenyezi Mungu anasamehe, lakini ukiwa umechukua haki ya mtu mpaka yule aliyomfanyia akusamehe, umwambie Shekhe, nilikutangaza kwenye muona yote yanakutokea haya, ni message yangu ya WhatsApp, nisamehe sana, ni ubinadamu, ni husda yangu Shekhe. Au mwambie kwa njia tu ya indirectly, Shekhe, tusameheane Shekhe, kuna makosa mengi nimekufanyia ndugu yangu, sema nimekusamehe bwana. Nikusamehe ndugu yangu, dunia na akhera. Sawa, at least unaweza kuwa na hoja. Lakini ukakaa kimya, usifikiri kwamba umeepuka hilo jambo. Ni jambo la hatari sana ndugu zangu Waislamu. Tuna taarifa nzuri Sheikh hapa, anatufuatilia na darasa kutoka Saudi Arabia. Kijana huyu anaitwa Abdulrahmani Mbarak, amesema yeye shaondoka kwenye mitandao, hataki tena kutokana na lecture yako.